kilipofika. Sasa kwa kila ambacho ama kwa namna ambavyo Simba wanahitaji kuogopwa, kikosi cha namna gani leo kocha Fadlu Davis akienda nacho kweli kinaweza kikawatisha RS Berkane kuweza kutengeneza nafasi ya ushindi na hata kuja kubeba ubingwa katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa upande wangu naamini kikosi kile ambacho Fadlu anaenda nacho kubadilika ni ngumu sana, kwa sababu ukiangalia performance za wachezaji zote bado zinaridhisha. Mimi ninachoamini kwamba Mwarabu anafungika, Berkane anafungika, kwa sababu namna ambavyo ubora wa kikosi ambacho yuko nao Naili Davis umekuwa ni mzuri sana. Wao nasema Mwarabu anafungika kwa sababu ukiangalia performance ya kikosi mpaka sasa hivi kilipofika, lazima ukipongeze kwa mchezaji mmoja mmoja. Unasema yes, hapa kwamba kuna namna timu imejitahidi sana kufanya vitu ambavyo ni sahihi kwa kuhakikisha kwamba wanapata performance ambayo ni nzuri. Ubora wa Berkane nilivyokuwa nauangalia ni kwamba kwenye msimu huu hapa kuanzia kwenye ligi mpaka kwenye kombe la shirikisho lilipofika, hatari yao imekuwa sana kwenye wanapenda sana mipira ya cross ibadiliki, na pia kwenye rebound wamekuwa ni wazuri, wana watu wa kushuti nje ya boxi, na ni timu ambayo kwenye defense ukitizama kocha wao Shabani ni mmoja wa makocha ambao ukiweka profile lake na Davis utaona kidogo kuna mizani kwamba kwa upande mmoja imeelemea, kwamba amekuwa ni mmoja wa makocha ambao amefanikiwa sana. Ana CAF Champions League ndio kwenye shirikisho amefika final, na ni miongoni mwa makocha ambao ni kwenye kwa Afrika pia wanafanya vizuri kwa sasa hivi. Pia ni unbeaten mechi 33, sio kitu kidogo. So kwa kuwa ana mafanikio makubwa sana, uwezi ukisema labda utuangalie profile na kumkopia na Davis unaweza kusema Berkane ameshachukua ubingwa, lakini kwa namna ambayo final inavyokuwa inaenda kwenye timu yoyote, kwenye ligi yoyote, kuna namna ukiza kwenye final. Ndio maana nasema Mwarabu anafungia, kwa sababu Simba anaweza kushinda kwenye game, Berkane anaweza kushinda. Simba anaweza kushinda kwa sababu ukiangalia pia namba za Berkane akiwa nyumbani kwake, ni mtu ambaye sio kama fungiki, ni mtu ambaye nyumbani nimeona kwenye michezo 5 ya mwisho ameshinda goli 4, zingine kuna ambao amesare na kuna 3 ameweza kushinda. So ni timu ambayo nyumbani kwake ipo unaweza kuibuka na sare au kashinda. Licha kwa kushinda nimekuwa ni ngumu. Na ukienda kwa away kidogo na amekuwa ana uwezo kushinda goli nyingi. So ni nategemea kuona Simba namna atakavyoweza kucheza kifaino, hasa kwa Davis kikosi naamini kile wachezaji wakina Kagoma nilo katikati pamoja kina Fabrice Ngoma, kina Mpanzu. Sehemu ambapo natamani kuona mabadiliko kidogo kwenye safu ya ushambuliaji, natamani kuona namna ambavyo wanaweza kufanya finish kwa hakika tofauti na mchezo uliopita, kwa sababu final kama hii kuna time nafasi moja kwako unaweza kukupa ubingwa, na kwenye final kama hizi pia au tegemea atakaye score. Kuna mtu atafunga beki, kuna mtu atafunga kiungo au striker ambaye tumezoea atafunga, au ni mtu yote anaweza kufunga, kwa sababu hii ndio ya mwisho. Kila mtu anahitaji ile kombe, na ni mara nyingi ni mbinu zinasomeka hapa pia na jitihada za wachezaji. So mimi ninachoamini kwamba Mwarabu anafungika ni namna ambavyo Simba tu wenyewe itakavyoamua kucheza na ili kwa kuweza kupata chochote kitu. Iwe ni goli moja au kaondoka na sare. Kikosi tuanzie golini. Kikosi kwangu mimi nitaenda na Kamara kama kawaida. Okay. Beki ya pembeni bado nitaenda na Kapombe, kwa sababu ni beki ambaye ana experience kidogo na mashindano, na pia ni beki ambaye ana uwezo kwa assist na kwenye kukaba pia kidogo ana uwezo na kupiga pasi, yupo vizuri. Kwa pembeni tena na Shabalala kama kawaida. Pia hizi beki mbili za pembeni siwezi mabadiliko yoyote. Chemaloni katikati pamoja na Hamza, yes, na kubali uwezo wao. Hamza amekuwa kwenye tali kwenye. Kwa hiyo leo unamtoa Jamu baada ya kucheza muda mrefu akichukua nafasi ya Shefondo ambaye alipata majeraha. Jamu amecheza vizuri, lakini kwa Chemaloni pia kupata nafasi naye pia ni kiongozi ndani ya uwanja, anafanya kila kitu. Licha kuwa alipata nafasi ameonyesha. So kwa wote ni wazuri, ila kwa selection yangu mimi ningependa hivyo. Katikati Kagoma na uhakika naye, kwa sababu ni moja ya viungo bora sasa hivi ambao tuko nao kwa Tanzania. Anakupa vitu vyote Kagoma kwenye kublock mipira iko ana usahihi kabisa, kupiga pasi iko vizuri, ana uwezo wa kuchezesha timu kuanzia nyuma mpaka mbele. Fabrice anakuwa na enjoy. Fabrice pia nitamweka kwenye eneo la kupiga pasi, kwa sababu anajua kuchezesha timu mpira mirefu inahitajika. Mtu kama yule ana uwezo, kwa sababu namba 8 hiyo. Namba 8 inakuwa kidogo ana offer timu, hasa kwa watu wa pembeni kama Mpanzu, mtu ambaye anaweza kufanya dribble za uhakika pamoja na Kibrenis. Mbele yake nitaenda na Chazi, kwa sababu ni moja wa viungo namba 10 ambazo zinafanya vizuri kwa sasa hivi. Yes, namba zake zimekuwa nzuri, ana uwezo wa kuscore kwenye mipira kutenga, pia na umuhimu mkubwa sana. Na pia ni mtu ambaye anaweza kusumbua safu ya ulinzi ya Berkane, kwa sababu anaweza kukaa na mpira. Kwa pembeni kama kawaida utaenda na Mpanzu, mmoja ya watu wa pembeni ambao kidogo wamekuwa na performance ambayo naye ni bora pia. Uwezo wake kudribble, namna kusumbua mabeki, mtu anemkaba kama anakuwa anampa space, hata
hata kwa dakika 3 tu kidogo imekuwa ana uwezo kuleta madhara, ana uwezo kutengeneza nafasi. Kwa sababu tumeona kwenye finish kidogo na amekuwa na wakati mgumu, lakini naamini kwenye final huwa naamini kila mchezaji anaweza kupambana. Kibu Denis sisi na mashaka naye. Okay. Goli nyingi kwanza kwenye mashindano ya kikosi ya Simba mpaka sasa hivi. Tumeshaona na namba zake, tumeona talent yake, kwa uwezo wake. Sina kwa kanilo katikati. Kwa upande wangu ningeanza kwanza kwenda na Mkwala kwa sababu ana uwezo wa kuzunguka kwenye ile box kwenye kila eneo. Ana uwezo kukaa na mpira, sio mtu kusimama kwenye eneo moja, na pia amekuwa ana speed kidogo, na pia ana uwezo kutengeneza nafasi na ana uwezo kuscore. Kama ni Ateba labda kwenye kama mwalimu ataamua kwenda naye, yote ni mzuri, lakini ningeenda na Mkwala kwenye kikosi ya leo. Sawa, huyo ni Imani Joachim, na yeye kikosi chake ambacho ange opt kwenda nacho kwa siku hii hapa ya leo. Basi katika safu ya ulinzi langoni yuko na Musa Pimpin Kamara na Shumari Kapombe, Mohamed Hussein na Shafondo Malon na Abdurazak Hamza. Wakati katika safu ya kiungo atakwenda na Kagoma Yusuf, Fabrice Ngoma sambamba na Jean Charles Aho. Lakini kwa upande wa mawinga atakwenda na Eli Mpanzu na kwa maana ya Kibu Denis, huku mshambuliaji namba 9 striker anakwenda na Steven Desa Mokwala. Kwa upande wako msikilizaji, unakubaliana na kikosi cha Imani ama kuna mabadiliko unayohitaji? Hamisa, kwanza tuanze na wewe hapa studio. Unakubaliana na kikosi cha Imani kwa maana wote tunaenda nacho kwa pamoja? Hiki ndio kikosi ambacho kocha Fadlu akienda nacho leo anaweza akafanya vizuri na hata kuonyesha ile ladha ya finali ambayo huwa inaonyeshwa na miamba ya soka hapa barani Afrika. Center back yuko Shafondo Malon na Abdurazak Hamza. Okay. Kwanza mimi namkubali sana Shafondo Malon. Moja ya center back ambao na usudu sana. Awe na nyakati mbaya na nyakati nzuri, naelewa nyakati ambazo mchezaji anakutana nazo, lakini moja ya center back ambao na wakubali sana. Ila hii ni finali, alafu sasa unajua Shafondo Malon alikosekana muda mrefu sana kwenye kikosi cha Simba. Ni muda kidogo alikosekana kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo huu ni mchezo wa finali, ni mchezo ambao utakuwa na intensity kubwa. Bado na mashaka na fitness yake kama imerudi kwenye kiwango kile, kwa sababu angalia hata dakika ambazo mwalimu alikuwa anampa ajaribu angalau kuingia kwenye kikosi, angalau aweze kurudisha ile fitness level yake. Kwa hiyo hapa ni kitu ambacho mwalimu ndo ambaye anaishi naye kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo bado kwa sababu sina uhakika na fitness level yake kama ipo katika eneo lile, na ni mchezo ambao si wa majaribio, ni mchezo ambao unahitaji uwe na kitu assured kwenye eneo la center back. Binafsi ningeenda na Karabucha Mu pamoja na Abdurazak Hamza. Sasa hiyo ina depend. Light kama ningekuwa naweza kuwasiliana na Fadlu Davids nikamuuliza Shafondo Malon fitness level yake ipo vipi, amefikia kiwango cha utimamu wa kimwili juu kabisa, ningepata taarifa hizo, hapa ningezungumza Shafondo Malon aweze kuanza, kwa sababu ya kitu ambacho huwa anakionyesha anapokuwa uwanjani. Lakini kwa kuwa ni mchezo ambao naamini kuna nyakati nyingi Fadlu ataamua zaidi kukaa nyuma ya mpira, hizo ni nyakati kwa hiyo kutokana na nyakati hizo it means kwamba hawa mabeki wa katikati wa Simba hawatakuwa exposed sana na ile mipira ya pembeni ambayo inakuwa inapigwa, hasa timu inapokuwa imesogea kwa ukubwa wa juu. Maana yangu ni kwamba mara nyingi Simba wakiwa wanashambulia utakuta fullback wao wawili wote wamesogea juu. Ina maana ile eneo la maeneo ya pembeni, eneo la analocheza beki namba 2 na analocheza beki namba 3 inakuwa ni jukumu la kwanza la mabeki wakati kuweza kulizuia. Maana beki wakati wa kulia tadili na eneo la kulia, beki wakati wa kushoto tadili na eneo la kushoto, plus huyu kiungo mmoja anayebaki hapa katikati ambaye ni Yusuf Kagoma, yeye atakuwa anaangalia uelekeo wa mpira, kwa sababu si anakuwa anauona, lazima uanticipate. Anapokuwa anaona labda mpira umepigwa katika eneo fulani, atakuwa anakwenda kwenye ile eneo kwenda kutoa msaada kwa beki ambaye anakuwa katika eneo hilo. Sababu naamini inawezekana nyakati za hivyo, moments za hivyo zisiwe nyingi sana leo kwenye eneo la Simba, kwa sababu wataamua zaidi kuiweka game katika eneo ambalo litamfanya mpinzani wake kuweza kuwa na game ngumu zaidi, kutokana pia na nature ya Kiafrika the way ambavyo tunakuwa tunacheza. Kwa hiyo sitaona shida sana kama ataanza Karabucha Mu kwenye eneo hilo, kwa sababu toka alipoumia Shafondo Malon nyakati ambazo amekuwa akipatikana, amekuwa akishowcase game nzuri sana, amekuwa ameweza kuitetea ile nafasi ambayo alikuwa akikosa. Ingawa sasa kwa mwalimu mwenyewe sasa hivi ndio atakuwa
anaangalia kikosi chake, anamwangalia ni nani ambaye, kwa sababu angalia mara nyingi Chef Malone amekuwa akiwa fiti, mwalimu Fadlu Davids amekuwa akimpa nafasi, pamoja na kwamba kuna nyakati ambazo paka alikuwa anamtetea kwenye press conference, na mimi binafsi naungana na Fadlu Davids kutokana na unajua Chef Malone anakupa vitu vingi sana. Anapokuwa kwenye kwanza kazi yake mama ya kuzuia, ni mchezaji ambaye ana uelewa mkubwa sana wa kimbinu. Ni mchezaji ambaye anajua kuanticipate sana hatari. Yaani Chef Malone ana react kabla tukio halijatokea. Angalia inapotokea zile situations za kukimbizana na mshambuliaji mwenye kasi. Anakimbizana naye. Nitakukumbusha mchezo dhidi ya CS Faction. Inawezekana kosa alilofanya ni kupiga back pass, lakini aliweza kukabiliana na ule mshambuliaji ambaye alikuwa na kasi, akamtoa njiani. Bahati mbaya tu wakati anapiga ile pasi kawa fupi hivyo, lakini ni mmoja wa center back ambao mimi huwa nampenda mchezaji ambaye ana uelewa wa kimbinu. Anapokuwa uwanjani anaelewa napaswa kufanya nini kwa wakati huu, timu inapokuwa ina mpira napaswa kufanya nini. Angalia goli ambalo Simba wanalifunga kwenye mchezo dhidi ya CS Faction ugenini kule, goli lilitokana na pasi ambayo alipiga Chef Malone. Angalia alivyo anticipate movement ambayo ilikuwa imefanyika kwenye eneo lile, akaweka pasi. Ni mmoja wa wachezaji ambao namhusudu kwa sababu anauelewa nini afanye timu inapokuwa ina mpira, nini asifanye timu inapokuwa nini afanye timu inapokuwa haina mpira. Kwa hiyo hapo itabakia sasa na idara nzima ya sababu Fadlu yeye anapanga kikosi kulingana na wengine wanasema nini. Kuna idara ya matabibu wa Simba na huyu wa makocha wa viungo, hao ndo wanakuwa wanampa ripoti ya kwamba huyu kwa fitness yake ilipofikia hapa it's okay anaweza kuanza. Lakini kama ipo fitness level ambayo imefikia kuweza kucheza mchezo wenye intensity kama huu wa finali, all the best kwa Chef Malone. Ni mmoja wa center back ambao na wahusudu sana. Kwenye eneo la katikati na maeneo mengine sioni mabadiliko makubwa, sababu Fabrice Luambangoma na Yusuf Kagoma tayari mwalimu wa Simba ameshaipata first 11 yake, wala hakuna no doubt. Kwenye eneo pia la ushambuliaji it's okay kuanza na Yusuf na Steven Dese Mukwala, kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambao anaisaidia pia timu si tu kutengenezewa nafasi na kufunga. Kuna nyakati ambazo pia utamhitaji mshambuliaji ambaye atakuwa amefanya movement, labda tunacheza kwenye counter attack. Counter attack uchukui tu mpira ukakimbia nao mpaka golini, hapana. Kuna pasi kadhaa ambazo mtapaswa kuzipiga kuweza kukimbia. Kuna movement ambayo mshambuliaji unapaswa kufanya ili uweze kunufaika na ile counter attack. Kwa hiyo ana uwezo wa kukuofa hicho kitu mnapokuwa mnahitaji kunufaika zaidi na kwenye counter attack. Kwa hiyo kwangu hilo eneo ndio tu kuweka explanation kidogo kwenye hilo eneo la center back, kwamba kwangu hapo ina depend pia na fitness level lakini pia hata nikiona sasa hivi Chef Malone ameanza, nitakachojiridhisha ni kwamba huyu mchezaji tayari kiwango chake cha utimamu wa kimwili kimerudi, kwa sababu pia tukutegemea angeweza kurudi kuweza kumalizia michezo kadhaa iliyobakia. Sababu tunaamini injury yake ni ya muda mrefu na yeye mwenyewe ipo committed. Yani yeye mwenyewe sababu Joe ingekuwa ni mchezaji mvivu angesema it's okay, kwa sababu tayari madaktari wameshatoa ripoti ya kwamba mimi msimu wangu ndio umeisha, angerelax. Lakini mchezaji ambaye ipo committed anatamani kuipambania timu yake. Kwa hiyo na uwezo yuko nao na anauelewa wa kila kitu kipi ambacho anapaswa kufanya uwanjani. Hivyo ndivyo ambavyo ningetamani kikosi cha Simba kiweze kucheza, ila tu tahadhari. Na kule katika eneo la kiungo linasalia hivi kwa maana Yusuf Kagoma, Fabrice Ngoma na Jean Charles Zaho. Eneo la kiungo. Kwenye winga huko Kibu Dennis na Steven Des, kwa maana Kibu Dennis na Elie Mpanzu hivi. Mukwala hivi. Yes. Leo umemkataa maneno ya Teba. Okay. Kuongezea eneo ongea kwenye mic kidogo tu. Eneo la ushambuliaji. Eneo la ushambuliaji. Katika watu ambao wamebeba leo mafanikio ya Simba kwa kushinda, eneo la ushambuliaji. Na ndio eneo ambao mimi huaga na wasiwasi nalo sana. Okay. Backline vingo katikati ni mistake chache, lakini huaga na watu. Hapo na maanisha Mpanzu, tuende kwa Kibenisi, Mukwala au Ateba. Hao watu wanne watakapata nafasi. Kwenye kikosi cha kwanza au ambaye kuna mabadiliko yatafanyika utapata nafasi ya kuingia. Ndio. Mara nyingi kidogo kwenye kitizama kwenye mashindano kidogo kuna uhaba wa kuscore. Na maana final kama hii nafasi moja goli ni muda na nafasi inahitajika. So wao ndio kila kitu, akiamua Simba ipate ushindi, na kama ufungi siku zote utafungwa wewe. Unachosha kiko katikati kukaba, na pia backline yako utaichosha, mwisho siku utaenda kulaumu mpaka goalkeeper. So watu wa mbele ndio watu wa kuiokoa hii game kwa siku fainali ya kwanza mpaka miondoka ya pili. Sawa, nipitie maoni ya Watanzania ambao na wana Afrika Mashariki ambao wanatufuatilia kupitia kule YouTube East Africa Radio na kupitia katika maeneo mbalimbali. Kuna watu wameandika huko kupitia Stara 24. Nimeona hapa ameandika Jordan Walker,
anasema dada Sara, haya asante, ujumbe wako nimeusikia. Lakini pia Baruti 59 anasema timu zetu za Bongo zinatia aibu, utadhani hazina mameneja wa timu, mambo ya ufundi anaongea msemaji, haya mambo Ulaya hakuna, hamna badilikeni. Akiweza kuzungumza hivyo, kwani Ahmed amezungumzia ufundi jamani hapa? Sikasema heshima ya Afrika. Ulaya ni Ulaya. Huwezi kuilazimisha Afrika kwenye kila aspect iwe kama Ulaya. Na ndio maana huko Ulaya kuna wasemaji wa timu. Wasemaji wa timu wako Afrika. Yaani kuna utaratibu ambao utabakia wa Afrika tu, kwa sababu inawezekana mpira tukawa tumeletewa na hao ndio ambao wameunishe, lakini haimaanishi kwamba kwenye kila tradition. Na tuna enjoy soka letu na hao wasemaji. Haimaanishi kwamba kwenye kila tradition tutaishi. Na of course Ahmed hakuna chochote cha ufundi alichokiongelea. Ayemongelea tu namna ambavyo wana Simba wamesubiri kwa hamu siku hii. Sawa, labda alikuwa hajasikia vizuri. Na hapa nimsikia Rahim Holding, kwa maana ameandika, anasema kila siku natuma ujumbe hausomi, sasa nasema leo asa mbona ndio umeandika, nimesoma hapa. Nimemwona hapa Papa V Baba Junior anasema namba 1 Kamara, 2 Kapombe, 3 Shabalala, 4 Shemalon, 5 Hamza, 6 Ngoma, 7 Kibu, 8 Kagoma, 9 Ateba, 10 Aho, 11 Mpanzu. Yeye kaamua kwenda na Ateba hapo. Berkane kazi anayo, Simba itaishangaza dunia na Afrika. Nimekuona pia Mahimbo anasema winning team never change, ila kwa Simba hii kazi ipo, kwa sababu wachezaji wana viwango tofauti sana, wanaoanza first 11 na wanaokaa bench. Ameandika hivyo Mick Yohana ameandika hivi winning team never change. Kamara, Kapombe, Hussein, Hamza, Shamu, Kagoma, Ngoma, Mpanzu, Kibwa huwa na Ateba. Yeye hapa kaja na Ateba ambaye amebadilisha na Shamu, na kwa maana amemwacha mbali Shifondo. Kido Mzava anasema ubaya ubwela. Haya, ameandika ujumbe wake hivyo. Big the Big Mpeana, Rais wa Ubungo Explosive, pia ameandika ujumbe wake. Anasema kila la kheri. Haya, mbona ujumbe unanikimbia hapa? Anasema kila la kheri mnyama leo, afikipa afebek, ushindi lazima. Mungu bariki Simba, Mungu bariki Tanzania, wote tuseme amen. Ameandika hivyo. Lakini pia na nimekuona hapa Arnold anasema habari ya jioni Wasara, leo naona ulikuwa naona Simba katika kipenga extra na sawa, asante sana. Mahimbo pia nimekuona hapa umeandika, na wengine wote ambao mnatufuatilia asanteni sana kupitia kule live YouTube. Pia naona ujumbe wenu ambao mmetuandikia hapa, wengi kabisa wanaandika jumbe zao, na ameandika hapa Ronaldo fans Africa anasema Simba atashinda goli 2 tu. George Norasco anasema Ateba alifaa aanze kuwasumbua mabeki kule juu, angeanza Ateba ili aweze kuwakaba mabeki watusishambuliwe sana. Alimrangi Grimresa mdao Sechuja wa Saluni Mabibo Vina Dar es Salaam Tanzania, kila la kheri Simba huko Morocco. Leo ndio leo RS Berkane watajuta kwa nini Simba ameingia finali. Daida Daud anasema mimi naona Simba aingie na mfumo wa 6-2-2 ili aweze kumaliza mechi, ili waje kumaliza mechi Zanzibar. Ameandika ujumbe wake hivyo 6-2-2 ameandika hivyo. Unajua wengine watakuwa wameenda wapi? Wachezaji wengine wawili watakuwa wameenda wapi? 6-2-2 6-2. Will Kiri anasema kwani kocha wa viungo anapaswa kufundisha wachezaji wa idara ngapi? Ameandika hivyo. George Narasco pia nimekuona hapa. Asante. Tobias Elias anasema kwa kile anaanza na Kamara, Kapombe, Hamza, Shemalon, Inspector Karabu, Mohamed, Kagoma, Ngoma, Mpanzu, Ahona, Kibudi. Ameandika hivyo. Ali Suna anasema mimi nawaangalia tu 9 RS Berkane, ukweli watani mjipange. Makubwa. Brook Take anasema tunabeba kombe ili tulete heshima nchini na Afrika nzima. Kilala kutoka Etown anasema Simba pambane tu walete heshima Tanzania. Godfrey Benjamin anasema Mungu ibariki Simba, tunakuomba tujalie hata sare tu. Mungu najua hata wao wanakuomba Simba, ila is better than of Africa. Kiweza kuandika hivyo. Laza Kamsang anasema Ken the Hunt, niko pamoja na wewe na mnyama nguvu moja. Hii tunabeba, mnyama haguswi, hatari, subiri moto tawaka. Ken the Hunt ameandika hivyo. Juma Semendu pia nimekuona na wengine wote ambao mnaendelea kutuandikia hivi sasa ndani ya kipenga
kipenga ya East Africa Radio. Tunakwenda katika mapumziko mafupi hapa, tukirejea tutarudi na wananchi. JKT Tanzania umelalamikia uwanja kufanya mazoezi kuelekea katika finali ya hapo kesho, kwa maana nusu finali ya hapo kesho kati yao dhidi ya Young Africans. Kwa nini uwanja umelalamikiwa? Tutakuja kusikia. Usitoke na leo kusalia nasi, tunaenda katika mapumziko mafupi kisha tunarejea. 92.1 East Africa Radio Mwanza. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na vilopolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pira Arsene Wenger aka Gamondi pira Argentina, umeliona kaka? Tambo na viweka, hapa ndipo mahala pake. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio ulikula vijana. Mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Messi tishiki kwa aina yoyote. Mimi napiga kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari. Bila kusahau uchambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni. Hasa kuna huyo mchezaji anakuja striker refu kuliko goli. Yaani ikipigwa marudi kwa goli. Afana nguvu baya mno. Unapoizungumzia Yanga ni moja ya timu kubwa duniani. Baada ya Messi anaingia Aziz Ki. Tambo, vibweka, lawama na uchambuzi makini, yote utayapata ndani ya Kipenga Extra. Ni kila Jumatatu hadi Jumamosi 6 kamili mpaka 7 kamili mchana. Kipenga Extra. Sisi ndo yenye timu. We got the DJs. The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Tumerejea hapa ndani ya Kipenga ya East Africa Radio, lakini kama ambavyo unavyofahamu hivi sasa katika finali hii hapa ya kombe la shirikisho barani Afrika, gumzo limekuwa kuhusiana na finali ya pili ambapo Simba atakuwa nyumbani, na hapo awali Simba aliutenabaisha uwanja Benjamin Mkapa kwa uwanja wake wa nyumbani, lakini CAF juzi ilitoa taarifa kwa maana finali kupelekwa katika uwanja wa New Money Complex pale visiwani Zanzibar. Mvutano ulikuwepo hapa na pale, wengine wakisema kwa maana ni figiso za RS Berkane, wengine wakisema ni miundombinu haifai kwa ajili ya finali hiyo, na maneno mengi ambayo bado yanaendelea. No, Simba na RS Berkane ni figisu kwa maana ya mwenyekiti wa kikosi cha RS Berkane, kwa maana wataki kutumia uwanja Benjamin Mkapa kwa sababu wanaona Simba tateka advantage ya mashabiki wake na kuweza kufanya vizuri. Yani maneno ni mengi kwa kweli ambayo yanazungumzwa, na mpaka viongozi wa Simba tuliona Crescentius Magori akiweza kulalamika kupitia katika mitandao ya kijamii, lakini jana Ahmed Ali juzi amezungumza kwa maana leo baada ya finali kuchezeka wataweza kutoa taarifa kwa maana uwanja gani utatumika kwa ajili ya finali hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika, finali ya pili. Na bwana, tulisikia pia juzi kwa maana Gerson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, pia akiweza kuzungumzia uwanja Benjamin Mkapa, akielezea namna ambavyo uwanja huo uko tayari. Na hii leo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameukagua uwanja Benjamin Mkapa na kusema kwa maana uwanja huo uko tayari kuchezewa finali, ila wao hawana mamlaka ya kusema finali ichezwe hapo, ila uwanja kwa namna